hapa Mashariki Economy Expo inayoendelea hapa katika viwanja vya Mlimani City, ambapo leo ni siku ambayo inawahusisha wasanii na maproducer wa filamu Tanzania, na mbele yetu ni miongoni mwa mastaa wa tamthilia ya dunia, miongoni mwa tamthilia ambazo zinafanya vizuri katika platform mbalimbali huko katika mitandao ya kijamii. Brother Manyanya, kwema? Kwema ndugu yangu. Bwana, jina ni kubwa na kazi ni kubwa, mengi yanaendelea kwenye dunia. Kwa mtu ambaye hajapata nafasi ya kufahamu ama kuisikia ama kupata nafasi ya kuichungulia dunia, nini ambacho unaweza ukamwambia kwa ufupi sana kuhusiana na tamthilia ya dunia? Kwa ufupi, tamthilia ya dunia ni jibu la maswali mengi yanayohusu jamii, hususani katika issues za mahusiano, issues za ndoa, lakini pia hata masuala mengine ya jinsi ya kuweza kuishi kati ya society moja na society nyingine. Kwa hiyo ni package ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kuweza kuleta solutions juu ya zile changamoto, juu ya zile darkness ambazo watu walikuwa wanasafa nazo kwa muda mrefu na wanahitaji kupata majibu yake. Kwa hiyo kwa yule ambaye hajafanikiwa, labda hajabahatika kuiona, ningemsihi aende akaangalie. Pengine yapo ambayo yanamsumbua katika engo yake ya mahusiano, engo yake ya mapenzi, lakini pia hata katika masuala mengine ya kijamii. Kupitia kuipa jicho na sikio tamthilia ya dunia, anaweza akapata solutions ya yale ambayo yanamtatiza. Wanasema wewe ni miongoni mwa wasanii wa kiume ambao wanakuja vizuri ama wanafanya vizuri sasa hivi. Nini kinakutofautisha wewe na wasanii wengine ambao wako katika ligi yako kwa sasa hivi, lakini kuna legacy kubwa ambayo imeachwa na baadhi ya wasanii wengine kwenu ambao sasa mnasukuma ili gurudumu la filamu? Labda nini ambacho mnajifunza kutoka kwenye majina hayo makubwa ambayo yaliibeba tasnia mpaka kufika hapa, ambayo mnatamani kuyapush kwenda mbele? Okay. Kwanza, heshima za dhati kwa wale ambao walitangulia katika kutengeneza hii misingi ya hili daraja la filamu. Unajua, sisi ni kama waumini ama taasisi ya watu ambao wanaamini kitu fulani na wamekipokea kwa ajili ya kuweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii na dunia kiujumla, kama ambavyo zilivyokuwepo dini. Walikuja viongozi kadhaa na wakarithishana vijiti, lakini ajenda yao ilikuwa ni moja. Japo kila mmoja alikuja na society yake, lakini wote ajenda yao ilikuwa ni moja, kuhakikisha wanaipeleka imani, wanamzungumzia Mwenyezi Mungu na kuhakikisha society inakuwa iko safe. Kwa hiyo ni kama sisi watu wa film. Sawa, wapo waliotangulia, waliokuwepo sasa hivi na hata ambao watakuja, wote sisi ajenda yetu ni moja. Wote sisi target yetu ni moja, lakini tuko tofauti katika namna ya kuwasilisha hili katika jamii yetu. Kwa hiyo siwezi kusema nani ambaye ni bora kuliko wengine. Siwezi kusema waliopita walikuwa bora kuliko sasa hivi. Siwezi kusema sasa hivi watakuwa bora kuliko wajao. No, siwezi kuiweka hivyo. Isipokuwa ninachoweza kusema ni kwamba kwa nafasi yangu mimi najitahidi na nitajitahidi zaidi pia kuhakikisha naipeleka hii ajenda ya filamu katika viwango vikubwa zaidi, katika viwango vitakavyotengeneza miundombinu ambayo hata vizazi vitakavyokuja kazi iwe rahisi kuipeleka mbele zaidi kwa pale ambapo tutaishia. Kwa hiyo waliopita, Steven Kanumba, Adam Kuambiana na baadhi ya wengine bado wapo kwenye industry, wakina Jacob Steven, wakina Gabo, they doing very great. Kila mmoja unaona namna ambavyo wanahangaika katika kushiriki kuifanya hii platform iweze kuwa kubwa na kimataifa. Kwa hiyo siwezi kusema yupi ni bora, lakini wote tunashiriki vizuri na kila mmoja mchango wake unaonekana kwa namna yake. Kwa hiyo napenda pia nitoe hii fursa kwa ambao wanakuja pia wasikate tamaa na wala wasitishike na ubora wa mtu. Kila mtu ana kitu chake na kinatakiwa hicho kitu chake kihusike katika kutengeneza hii ajenda yetu ama hii platform yetu ya filamu Tanzania kwenda duniani kote. Unajisikiaje mtu akikufananisha na Kanumba? Sijui katika engo gani, lakini kama nilivyosema hapo awali, sisi ni manabii ambao tumekuja katika nyakati tofauti. Alichokifanya brother Kanumba kitabaki kuwa pale pale. Heshima yake ni kubwa, alama yake ni kubwa. Alipoishia mimi naanzia pale, alafu naelekea kwenda mbele. Nikisema nijilinganishe na yeye, maana yake ni kwamba itanilazimisha mimi nirudi sasa nianze kufanya nyuma ambavyo yeye alifanya ili tukompare zile battles, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo naheshimu mchango wake kwa sababu alianzisha, mimi nimepokea na kuendeleza. Kwa hiyo tunategemea
miongoni mwa matukio yanayovutia sana kutoka kwenye dunia ni usaliti. Maisha ulionayo kwa sasa ni sawasawa na ulivyo kwenye dunia? Katika engo gani? Matukio ya usaliti, matukio ya kuumiza na vitu kama hivyo. Uhalisia wa huyu aliyo kwenye dunia na wewe uliye sasa yana uhusiano gani? Kwanza, kabla ya kuigiza tamthilia ya dunia, moja kati ya masuala ambayo yanakujaga, sorry kidogo nimeenda mbali na napenda kuweka vitu open kidogo. Tamthilia ya dunia, yule manyanya ambaye anaigiza mule ndani ni kama asilimia 70. Kuna characters ambazo pia mimi ninazo, na ndio maana ninapocheza tamthilia ya dunia wakati mwingine najihisi mimi ndo naishi katika ile safari. Inanirahisishia sana kwa sababu kuna asilimia kama 70 hivi. Lakini when it comes kwa issue ya athari, sasa maisha yale ambayo niliishi katika dunia na athari sasa hivi, nafikiri sasa hivi kuna faida kubwa kuliko awali, kwa sababu dunia yenyewe imekuwa ni darasa pia la kunitibu mimi katika darasa la kunifunza mimi katika yale ambayo siyajui. Dunia pia imekuwa ni tiba ya kunitibu mimi yale maradhi ambayo yalikuwa yananisumbua. Kwa hiyo tangu nimeanza kuigiza dunia mpaka sasa hivi hapo tulipofika, kuna namna nimeimarika zaidi, kwa sababu maarifa yamekuwa makubwa, uelewa umekuwa ni mkubwa pia, na hata experience imekuwa ni nzuri. Ndio maana nikirudi kwenye point A kwamba kwa wale ambao hawajafanikiwa kuiona tamthilia ya dunia, ina majibu na ina mwanga, ina solutions ambazo zinawagusa katika maisha yao, waiangalie pia. Mwaka jana mlikuwa kwenye expo, mwaka huu mmefika tena. Expo ya mwaka jana imewasaidiaje kufikia malengo ya films na project mlizokuwa nazo, na mnatarajia nini kwa expo ya mwaka huu? Kiukweli expo kwetu imekuwa ni platform ambayo imetusaidia sana katika ukuaji katika lengo la kwanza. Kabla ya kuja hapa, kuna namna ambayo sisi tulikuwa tunaamini katika kufanya kazi zetu, lakini baada ya kufika hapa kuna baadhi ya skills ambazo tulielekezwa, tukaona kumbe sisi tuko nyuma kidogo katika kufanya kazi zetu, hususan katika masuala ya production wise, hususan katika masuala ya kuhakikisha kazi yako inakuwa kubwa na inakuwa na coverage pana. Unajua zile haya yote tumejifunzia hapa, na ndio maana pia katika kuhakikisha everything is going good, tamthilia ambayo itafuata baada ya hii tamthilia ya dunia, utaona mabadiliko makubwa sana katika production, simulizi zetu, namna kufanya coverage ili kazi iweze kusafiri na kwenda mbali. Haya yote ni mambo ambayo tumejifunza, lakini pia tumenufaika kwenye e-export kupata mtandao. Mtandao wetu ulikuwa ni mdogo, lakini tangu tumekuja hapa tumekuwa na mtandao mpana wa kuweza kufahamiana na watu wengi katika serikali, katika tasnia yetu hii ya masuala ya filamu, katika tasnia ya masuala ya burudani, wote, kwa sababu watu wengi pia wako hapa wanashiriki, wanatuona, tunaonana, tunakutana, tunabadilishana mawasiliano, tunakuwa ni familia moja, inatengeneza safari nyingine ambazo watu kuzipanga. Kwa hiyo faida ni kubwa sana katika festivals kama hizi. Shukrani sana. Nashukuru pia kaka, karibu.